Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini katika kipindi chetu leo utakuwa naye mchungaji Robert Tuvako na mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na nikukumbushe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwamba tupo katika somo la 10 ambalo linasema kwamba masharti ya pambano. Ndicho kitu ambacho tutaweza kujifunza katika siku ya leo, katika juma hili ndilo somo ambalo tutaweza kujifunza. Ni kuombe mchungaji Tuvako tufungulie kwa ombi mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, alafu kisha tuweze kuendelea. Karibu sana mchungaji Tuvako. Baba yetu Mungu mkuu, mwamba wa milele, wewe uliye mfalme wa wafalme, mwokozi wetu, mpaji wa vyote vilivyo vyema, tunakutukuza na kukuhimidi kwa sababu wewe peke yake ndiye Mungu na unastahili. Katika muda huu tunajiweka mikononi mwako. Tunatambua kwamba katika namna nyingi tumepungua na tunaomba utusamehe na kututakasa. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja na sisi tunapotafakari juu ya pambano kuu la ulimwengu ambalo sisi tumekuwa sehemu yake. Tuoneshe ushindi katika wewe Yesu, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen. Amen. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kwa kuweza kutupatia ombi ambalo limefungua kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Basi moja kwa moja twende katika yale ambayo tutaweza kuyaangalia. Na kabla ya kwenda katika somo hili la 10 masharti ya pambano, mchungaji Mika, ningetamani utupatie picha japo kidogo kile ambacho tulijifunza katika somo la 9. Tujifunze kitu gani hasa? Tukumbushe. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Juma lililopita tulianza somo juu ya pambano kuu na ilikuwa na kichwa kinachosema pambano la ulimwengu mzima. Ndio. Nilipenda fungu la kukariri maana angalau nilimudu kulikariri. Hata kama naweza nisikumbuke sana. Lakini lilizungumza kwamba Bwana angeweka uadui kati ya mwanamke na nyoka na kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Na kwamba nyoka angepondwa kichwa, ndio. Uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke ungechubuliwa na ungepondwa kisigino. Mwenyekiti, tulichotazama ni kwamba ni kweli kuna pambano kuu. Na pambano kuu, na tulijikita hasa katika kutazama vitu viwili. Kimoja ni aya zipi katika Biblia hutuonyesha bayana kwamba kuna pambano kuu. Ndio. Na Mathayo 13 ilifanya kazi nzuri sana. Kutuonyesha jinsi yule mpanzi alivyopanda ngano yake nzuri, lakini adui akaja akapanda magugu. Na tukatahadharishwa kwamba Bwana ameacha kwanza ikomae, ili wakati wa kuvuna iwe rahisi kutochanganya. Ikituashiria kwamba Bwana alikubali aruhusu uovu uende mpaka uovu udhihirike vizuri. Na kitu kingine ambacho tulitazama mwenyekiti, sio tu kwamba tulitazama aya za Biblia zinazozungumzia pambano, tulitazama pia kwamba chanzo cha pambano kuu ni nini. Ndio. Ilikuwa bayana kwamba wakati mwanadamu anaanguka Eden, tayari kulikuwa na anguko limeshatokea mbinguni. Huko milele ambako hatujui. Lakini sio milele hasa, maana shetani si wa milele. Lakini mahala fulani kabla ya kuumba ulimwengu, uovu ulianza, na tuliona ulianzia ndani ya shetani, kwamba Mungu hahusiki kabisa. Ndio. Kwa namna yote ile na kuanza kwa uovu. Lakini tuliona mwenyekiti kwamba shetani alipewa nafasi ya kudhihirisha, na moja vituko alivyofanya alipokuwa duniani, hata anamwambia Yesu amsujudie. Kuonyesha kwamba kweli ulikuwa ni uasi. Na kwamba Yesu alipokufa msalabani bila shaka alimwanika vizuri zaidi. Angalau nafikiri ulikuwa mwanzo mzuri wa kulitazama pambano kuu. Ninashukuru sana mchungaji Mika kuweza kutukumbusha kile ambacho tunaweza kujifunza
katika somo la 9 juma lililopita. Mchungaji Tuvako, katika somo hili la 10 ambalo linasema kwamba masharti ya pambano, nini ambacho tutaweza kukitazama? Tunakwenda kuona kitu gani hasa? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Naam, ninakushukuru mwenyekiti. Tunaingia kwenye somo hili la 10 na kama Mchungaji Mika alivyotangulia kusema juma lililopita, tulikuwa kwenye kuanza katika hatua ya ndani zaidi ya pambano kuu. Ndio. Na leo tunapoangalia somo hili lenye kichwa masharti ya pambano, kwa haraka tu ikanipa picha moja ambayo ni kawaida katika mazingira yetu hasa ya michezo mbalimbali. Ndio. Kwamba katika michezo kuna kanuni kwa washindani. Washindani wa namna mbili, kuna kanuni, iwe ni soka, iwe ni mpira au mchezo mwingine wowote, kawaida huwa kuna kanuni. Ndio. Na lakini tofauti na kile ambacho tunakiona katika hili pambano ni hiki. Hili ni tofauti kwa maana pia kwamba wanaotajwa kuwa sehemu kuu mbili hawalingani nguvu. Hilo ni lazima tukalikumbuka na kulizingatia, na tunaokuja kuhusika katika hizi sehemu mbili, moja au ya pili, tunachagua upande upi wa kwenda, lakini ni bayana kabisa yeye ambaye alikwisha shinda, yeye ana uwezo na uweza, yeye yuko upande wa mshindi. Lakini ninachofurahishwa nacho katika somo la juma hili ni namna ambavyo wameruhusu kanuni fulani hata ambazo hatuwezi kuzielewa kiasi cha kutosha zitawale pambano. Ndio. Licha ya kwamba yeye ndiye mwenye uweza na ndiye mwenye haki. Ndio. Sasa masharti ya pambano ndio mada yetu ya juma hili. Nitaje mambo machache kama ifuatavyo. Fungu letu la kukariri ni ile Yohana wa kwanza sura ya 3 aya ya 8. Yohana wa kwanza sura ya 3 aya ya 8, ambayo linasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Na hiyo ndiyo Yohana wa kwanza sura ya 3 aya ya 8. Nimalizie kusema haya mwenyekiti, katika utangulizi wetu tunachokiangalia hapa ni namna ambavyo Israeli ilikuwa pia na changamoto ya kuingia katika ibada za sanamu, na jambo ambalo lilielekea kuwa changamoto ya maeneo mengi hata nyakati za Agano Jipya. Na tunachojifunza ni kwamba pale ambapo hata leo changamoto hii ipo maishani mwetu, tusidhani kwamba ni kisanamu tu fulani. Tusidhani tu ni kitu fulani tu ambacho tumekipa heshima. Kumbukumbu la Torati 32 aya 17 imesema walitoa sadaka kwa pepo. Yani walipotoa kwa zile sanamu, anasema si Mungu, kwa miungu wasioijua, kwa miungu mipya iliyotokea siku zilizo karibu, ambayo baba zenu hawakuiogopa. Hivyo walifikiri wanatoa kwa sanamu, lakini kumbe wametoa kwa mashetani, kwa pepo. Na hivyo hata Mtume Paulo analisema kwenye Wakorintho wa kwanza 10:20. Hivyo kwa ufupi tutaiona kwa namna hiyo kwamba pambano kuu linalozungumziwa lina masharti. Kutakuwa na mipaka Mungu anaiweka hata kwa Ibilisi, licha ya kuruhusu uhuru wetu wa kuchagua, lakini tunaona pia jinsi ambavyo shetani ni mtawala haramu wa muda tu, na tutaona jinsi ambavyo yeye ni mzushi na anachukua mateka na kwa sababu ya uchaguzi wetu, na kwa ufupi tutaliona hivyo. Ni kushukuru Mchungaji Tuvako kwa maelezo mazuri kabisa, na umeweza kutufungulia jamvi kile ambacho tutaweza kukiangalia katika juma hili. Mchungaji Mika, tukiangalia kile kitabu cha Daniel 10 na ule mstari wa 13 pale, inawezekanaje kwa malaika mwenye uwezo tena atokaye kwa Mungu azuiliwe na mfalme wa kidunia? Inawezekana vipi hapo? Karibu sana Mchungaji Mika, naona tabasamu. Asante mwenyekiti. Nimefurahia alivyokuwa amehitimisha pastor Mchungaji Tuvako hapo, kwamba tunaabudu sanamu na hata wakati mwingine hata nyoka. Kuna mahali nisikia nyoka fulani walikuwa kija nyumbani na wapatia maziwa.
Sasa si wanakunywa wao. Ya binadamu kwenye mambo haya kuna vitu vingi vya ajabu. Tukizika watu tunaweka zawadi, wakati mwingine anawapelekea chakula pale kaburini. Na unakuta kama kimeliwa wanaweka hata zawadi. Lazima kukuta hata mtu anapita anachukua. Lakini wazo tunalolipata mwenyekiti kwa somo la juma hili na juma lililopita bila shaka ndio ni kwamba nyuma ya vitu vingi vya ajabu vinavyotendeka vinavyoonekana kuzidi uwezo wa kawaida wa binadamu kuna nguvu au utendaji kazi wa mapepo au malaika waovu wa shetani. Ndio. Nyuma yake unaenda kwa mganga na kuambia ulipokuwa sui mahala fulani nilikuona. Sijawahi kwenda jamani, msimu kasemuni. Nasikia simulizi tu. Ndio. Na usiseme tu hamna, hii ni uongo, sio kila wakati hivyo. Ndio. Kuna wakati kweli inaonekana kuna nguvu isiyo ya kawaida inamsaidia kuona kama anabaini. Lakini tunaona kwamba kinachotenda kazi pale ni shetani. Ndio. Wale malaika wa shetani wanafanya kupitia kwa watu. Moja ya visa ambavyo hata mimi vilinisumbua sana kwenye Biblia ni Danieli 10. Ngoja nisome haya kwanza mpaka nitasoma kiasi. Katika mwaka wa 3 wa Koreshi mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye jina lake liliitwa Belshaza alifunuliwa neno, na lile neno lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono hayo. Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili, sikula chakula kitamu wala nyama wala divine haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza nilipokuwa kando ya ule mtu mkubwa Hidekel, na alinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu amevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi na ufazi. Nataka niruke kidogo kwa makusudi. Fungu la 11 nitamwomba mtazamaji akipata nafasi asome mpaka hayo niliyoruka. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno ni kuambiayo, usimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili na alisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, na maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Mara ya kwanza niliposoma sikupenda sana hii kitu. Maana ilionekana kama malaika Gabrieli anatamkwa kama malaika ambaye unaweza kusema alichukua nafasi ya malaika mkuu baada ya Lucifer. Anatumwa, lakini anazuiliwa na mfalme wa Uajemi. Anazuiliwaje? Anajaribu kuweka sawa vitu kwenye vinavyotaka kumfanya mfalme wa Uajemi akwamishe kazi ya Bwana. Bila shaka mipango mibaya anajaribu kushughulika nayo, na inachukua siku 21. Na si kwamba anamudu mwishowe kwa namna inavyoonyesha. Mwisho wa yote anakuja Mikaeli, ambaye tunajua ni jina ambalo mara nyingi likitajwa ni Yesu, na anatajwa hivyo akiwa amekaa mkao wa kivita. Ndiye anakuja kumkwamua. Sikuamini mimi, kwa kweli sikuamini kwamba Lucifer anaweza akawa na nguvu. Kwanza kwamba binadamu anaweza kuwa na nguvu kiasi cha kuweza kumzuia malaika aliyetumwa na Mungu. Hiyo sikuamini. Lakini
kuna vitu kadhaa hapa ambavyo viko wazi. Ndio. Moja ni kwamba kumbe basi alichokuwa anapambana nacho si binadamu. Binadamu ana uwezo gani? Hana uwezo wa kupambana na malaika. Alikuwa anapambana na nguvu inayofanya kazi kupitia kwa binadamu. Ndio. Moja ya mambo ambayo tunayatazama juma hili ni kwamba kumbe Ibilisi na malaika zake hutumia watu. Bila shaka tutaliona hilo. Au hutumia watawala, na hata anaweza akawapa na kiti chake cha enzi akawatumia kufanya, na nadhani tusingeshangaa sana kwa sababu kule Edeni alimtumia nyoka na akaongea kabisa na akampinga Mungu. Kwa hiyo hapa anachopambana nacho Gabrieli ni nguvu za giza. Nguvu za giza, malaika wale waovu wa shetani, bila shaka shetani mwenyewe, ambao wanataka kuelekeza moyo wa mfalme kule ambako bila shaka haitasaidia kazi ya Mungu, itakwamisha. Lazima pia niseme, na namshukuru Mungu kwamba pastor alitaja wakati anaanza kwamba hata kama angekuwa yeye siamini kwamba anaweza siamini kwamba anaweza. Hii inatupatia picha ya hiki ambacho tunaita masharti ya pambano. Kwamba kumbe ili kumpa nafasi Ibilisi adhihirishe madai yake, Mungu alimtengenezea nafasi na akaweka mipaka. Bila shaka tutaiona. Akaweka mipaka. Kuna mahala yani utafikiri mnyonge amejiwekea masharti ambayo hata yeye mwenyewe yanamzuia mahala fulani. Hakuacha aharibu kabisa, lakini ameweka masharti ambayo atafanya impe nafasi yule Ibilisi na majeshi yake yadhihirishe tabia yake. Na hiki ndicho ambacho kinajionyesha hapa. Labda nisome hapa mwenyekiti kidogo. Ili pambano kama hilo litokee, ni lazima Mungu awe hatumii nguvu, hatumii uwezo wake. Exactly. Sasa Mungu akisema akasukume tu wewe, kwani malaika alipokuja pale kwenye kaburi ile si nafikiri Mungu si nani alikuwa anasema alimuona shetani anakimbia hana nguo, si nani alimwambia shetani anavaa nguo. Nafikiri ni tamathali za sema. Yaani ukisikia mtu anakimbia hana nguo, umekutilizo kweli, ni umefumani, akili haiko, ni kwamba hapa nijiokoe. Kwa hiyo nguo inaweza kadondoka na moja tu. Kwa hiyo hapa ni kwamba Mungu anajizuia kutumia uwezo wake wote ni masharti ya pambano. Hiyo ni moja anayosema. Lakini pia adui lazima apewe uhuru na uwezo halisi visivyoondolewa kwa ghafla bila kutarajiwa. Mpe tu aonekane kama vile anaweza. Unajua, ninakumbuka Elia katika mlima Carmel. Eti akawaita wale manabii akaambia, haya na ninyi fanyeni tuone kabisa. Na wao wanapambana kabisa, wanaleta miungu vyao kabisa. Ni kwanza hii, lakini shetani hayuko serious. Anawatuma kabisa washindane. Nakumbuka wakati Musa ameenda amerusha fimbo kule Misri. Eti nao akarusha vifimbo vile kabisa. Vikageuka kwa nyoka na. Sikiliza, Mungu ametoa nafasi ili aonyeshe hicho anachodai anacho. Ndio. Na ionekane kabisa kwamba ni muongo. Kwa hivyo Mungu anajizuia, anakuwa kama vile hawezi. Alafu huyu anapewa nafasi. Na anasema hapa kwamba lakini amewekewa mipaka ya baadhi ya vigezo vinavyojulikana kwa pande zote mbili. Maelezo ambayo hayajafunuliwa kwetu. Ndio. Mungu kuna mazingira ambayo amewekewa mipaka. Inaonekana kabisa ni kwamba walikubaliana. Na haikuwa kificho. Ndio. Ni sawa na mahakamani ambapo inawekwa wazi utawala ambao una uwazi na uhuru. Ndio. Kwa hiyo amepewa hivi, kuna ambavyo Mungu hajatufunulia na kwa hekima yake aliona asitufunulie. Lakini vinalinda upendo
maadili yake na haki na unampa nafasi huyu adhihirishe tabia yake. Lakini anasema inaonekana ni lazima kuwe na vigezo katika pambano la ulimwengu mzima ambavyo hata malaika wa Mungu wanaongozwa navyo. Na ndiyo maana Gabrieli alifika mahala akagundua kwamba hapa nimezuiliwa. Yaani hapa amepewa yule atunishe misuli yake. Na Ibilisi akaonekana kama ameupiti. Napiga picha hiyo lakini si kwa ajili ya kuchekesha, ni kwa ajili ya kutaka adhihirishe. Apewe nafasi kufanya kana kwamba ana uwezo, na kwa sababu akifanya atadhihirisha uchafu wake. Na ule uchafu utasaidia katika kuamua. Na anasema kwamba anasema malaika wanaongoza navyo ambavyo katika masomo yajao vitajulikana kama masharti ya pambano. Lakini kulikuwa na maneno hapa anasema Mungu anatenda kwa upendo tu, na kwamba upendo si shuruti ndio msingi wa serikali. Wazo hili kwamba Mungu anatenda tu kupitia kanuni zinazotokana na upendo linaweza kutusaidia kuelewa vyema pambano kuu. Kwa hiyo kinachotokea hapa mwenyekiti, ni masharti ya pambano. Yanamlazimisha Gabrieli awe mpole na yanampa nafasi Ibilisi atunishe kifua chake kidogo, misuli yake kana kwamba anaweza, lakini ili hatimaye aonekane alivyo. Ninashukuru sana Mchungaji Mika kwa maelezo hayo. Mchungaji Tuvako, kuna yule joka mkubwa. Na tayari hapa Mchungaji Mika alikuwa ameshaanza kumgusia. Sawa. Yule joka mkubwa ambaye ndiye shetani sasa. Baba wa uongo, yani sio shetani, ni baba wa uongo imeongezewa hapo. Kwamba athari yake kwa dunia inaelezwaje yani? Kulingana na somo la juma hili inaelezaje athari yake kwa dunia? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti. Ninapoungana na kile Mchungaji Mika amekuwa akizungumzia, ndio kuhusiana na namna ambavyo anazuiliwa malaika wa Mungu, ninaona swali lako likiendelea na mnyororo huo kuonesha athari ya Ibilisi. Na nianze kwa kuangalia Ufunuo sura ya 13 aya ya 1 hadi ya 8. Ni muhimu sana kwa ajili ya muktadha wa somo letu juma hili. Ni Ufunuo sura ya 13 aya ya 1 hadi ya 8. Nadhani ni muhimu kuisoma. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Anasema, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Ndiyo. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule, wakamsujudu. Aya ya 4, yule joka wakamsujudu kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Aya ya 5 anasema, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Anasema, na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila mtu ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sasa ukiangalia kwa haraka, ndio aya ya 1 hadi ya 8 inakupa picha ya mamlaka zile. Na ukihusianisha na Danieli sura ya 7, jinsi zile mamlaka zinavyoonyeshwa kwa vielelezo, unatambua kabisa ya kwamba licha ya kuwa ni mamlaka zenye uwezo wa kisiasa,
lakini mamlaka inayotajwa hapa kwenye sura hii ya 13 ina uwezo pia wa mambo ya kidini kabisa. Maana unashughulika na kunena kinyume na Mungu. Hivyo umehama kutoka kushughulikia maswala ya jamii tu. Unaweza kutesa wale watakatifu wake aliye juu. Hivyo umehama kutoka katika kutesa wapinzani au wahaini wa maswala ya utawala tu wa kisiasa kwenda kushughulika na watu ambao ni watu wenye uhusiano na Mungu, watakatifu wake aliye juu. Sasa ukiwa unaelewa hayo, unaelewa athari kama ulivyouliza mwenyekiti, ambazo zinaonekana katika namna zifuatazo. Kwanza, anapigana na Mungu. Mamlaka hii inapigana naye aliye juu, inapigana na Mungu kulingana na aya ile ya 7 hadi ya 9. Halafu inapigana na watumishi wake, inapigana na wote wanaomwamini huyo Mungu wa kweli. Kuanzia ya 1 hadi ya 6 kwenye sura ya 12 inasema hivyo. Lakini anaelezwa pia kwamba ndiye hii mamlaka, hii ni jambo la tatu, ni mamlaka ambayo inatawala kwa kutumia wanadamu, yani iko nyuma ya falme husika. Hivyo falme zinaonekana zipo, lakini yupo nyuma katika msukumo wake kwa zile falme husika. Mwenyekiti, huenda nitaendelea baada ya muda kidogo katika hilo, lakini nikomee kusema tu hilo kwamba athari zake zinadhihirika kwanza katika hatua hizo. Ni kushukuru sana Mchungaji Tuvako, na mpendwa mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi, alafu tukirejea basi Mchungaji Tuvako atakuwa akiendelea hapo alipoishia, ambapo alikuwa akieleza hasa yule joka mkubwa ambaye ndiye shetani yule. Twende kwa mapumziko, endelea kubaki nasi mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi, hiki ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, karibu. Ulikuwa unaendelea pale kueleza yule joka mkubwa ambaye ni shetani, baba wa uongo. Karibu sana Mchungaji Tuvako. Na ninakushukuru mwenyekiti. Tumetaja jinsi ambavyo huyu joka au mamlaka hii ya yule joka ilionekana kupitia kwa watu na falme, na hivyo inapingana na yeye aliye juu, na hivyo tunaona bayana jinsi ambavyo athari yake inagusa watu katika namna zote za jamii husika. Nisome maelezo machache kwenye ukurasa 124 kama ifuatavyo. Anaposema, joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi yule mnyama aliyetoka baharini, anayetajwa kwenye hizo aya kuanzia ya 1 na kuendelea. Na mnyama huyo wa baharini akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42, na ambayo kwa kweli tunaiangalia pia kwenye Daniel sura ya 7, na tunapoiangalia miezi 42 ndiyo inatengeneza zile siku 1260, ambapo tunajua kulingana na Hesabu 14 aya 34 kwamba kila siku katika unabii inasimama badala ya mwaka, na hivyo kwa kielezo hicho miaka 1260 inaunganishwa katika unabii huu wa sura ya 13. Athari yake, anavyotesa na alivyothibitika katika miaka ile 1260 inathibitisha jinsi ambavyo ni hakika. Mwenyekiti, nisisitize hapa, swala la uwepo wa shetani sio nadharia ya kufikirika, na imethibitika sio tu katika namna maandiko
yalivyosema na unabii ulivyoonesha utimilifu wake, ambao hata historia zisizo za Kikristo zinakwambia dark ages, nyakati za giza, nyakati za yale mateso ambayo hapa tumesoma anawatesa na kuwaua, na tena asema ni kama amewashinda watakatifu wake aliye wapi? Aliye juu. Lakini nimalizie kwa haya, mwenyekiti, anapigana, anaonekana kushinda, lakini kama ambavyo masharti ya pambano ndio hoja yetu ya msingi katika juma hili ilivyo, ana mipaka. Yaani licha yote ambayo anaonekana kufurukuta, kuonekana anapewa fursa lakini ina mwisho. Ina mwisho gani? Nisome sasa ile nukuu ambayo inachukuliwa kwenye Ufunuo 12 mstari wa 12, ambapo mipaka hiyo inatajwa hivi: kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Hivyo wakati wake ulifahamika. Yani kama ambavyo siku zimetajwa hapa, miezi 42, yani miaka 1260, huo ni mpaka, kwamba ni kuanzia hapa mpaka hapa. Na naye anajua, maandiko yanasema anajua ana wakati mchache tu. Lakini pia hawezi kuingilia. Nilipenda hili, mwenyekiti, haliko pale moja kwenye somo letu pale, lakini ujumbe kwa vijana, kitabu cha Kiingereza, ukurasa 328, anasema ana mpaka huyo adui, hawezi kusoma mawazo. Ndio. Atapambana na kufanya yote na kusoma tunavyopenda, tunavyozungumza, tunavyotenda, tunavyoenenda, lakini hawezi kusoma mawazo. Ana mipaka. Hawezi kulazimisha mtu kutenda dhambi. Hawezi kupita muda ulioruhusiwa na Mungu. Ana mipaka. Na kwa namna hiyo, kama ambavyo hiyo Ufunuo 12 imesema, anaonekana kushinda, lakini wale wanaomtumikia, nimalizia kusema hili hapa, aya 11 inasema watamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hivyo ana mpaka. Kuna mpaka wanaoamua kabisa ya kwamba sisi tunaingia katika hili pambano upande wa mshindi. Wamemwekea mpaka tayari kwa nguvu ya damu ya mwana kondoo. Ndio. Asante sana Mchungaji Tuvako. Mimi hapo nilipopenda kwamba ana mipaka ambayo amewekea, lakini pia pale mwisho tunapewa tumaini. Hatimaye Mungu anashinda. Amina. Ndio. Mchungaji Mika, tunajifunza nini hasa kuhusu pambano kuu kwa kutazama muktadha wa pambano la Ayubu? Tunajifunza kitu gani? Nilikuwa nafikiria tu kile kisa cha Ayubu na karibu sana Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Kati pasta akizungumza ili ni kumbusha kwamba kumbe kile Ufunuo 13 inachosema kwamba wale viongozi wa kidini wa kidunia wakawatesa watakatifu wake aliye juu. Yes. Ndio. Kumbe ni ibilisi. Yeah. Ambaye aliwapa kiti chake cha enzi na nguvu na mamlaka na kuwatesa. Kumbe wanaposhinikiza watu waabudu vitu vilivyo kinyume na Mungu, na sisi tunashangaa huyu mtu amekuaje? Kumbe si yeye tena. Ni ibilisi ndiye anamsukuma, anafanya watu waondoe ibada kwa Mungu, wamwabudu yeye na wamwabudu joka. Kumbe hii inatupa picha. Usipoelewa hii picha kabisa, unaweza ukawa unaona watu tu kama ambao wamechangikiwa tu, lakini kumbe wanatumika. Moja ya mahala pengine panapoonyesha masharti ya pambano ni Ayubu. Tutasoma kidogo Ayubu 1 aya ya kwanza kuelekea 12. Anasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Anasema na mwelekevu ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Ndio. Fungu la 6 ninaruka kidogo. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao,
Bwana akamuuliza Shetani, imeanzia fungu la 6. Akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani, katika kutembea huku na huko. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Fungu la 9, ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse hayo aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Ndio. Moja ya visa ambavyo vimenitesa sana, nilikuwa nafikiri Mungu akuwa mwangalifu sana ni hiki cha Ayubu. Maana inavyoonyeshwa mwenyekiti hapa ni kwamba Mungu yuko kwenye baraza. Ndio. Bila kujali inamaanisha nini, lakini at least inaweza katuonyesha picha. Na Shetani naye anakuja. Na anapomuuliza unatoka hapa sasa, huko zunguka huko na huko na huko Umemwona Ayubu huko? Sasa wapi, yule umemzingira mno. Ana lolote. Ndio. Mungu anamwambia yule ni mwenye haki, yeye anamwambia hana haki yote. Ni kwa vile tu unamficha unamfunika. Kwa maana nyingine Mungu naye muongo. Maana Mungu anasema Ayubu ana haki. Huyu anamwambia hakuna. Kama angezungumza Kiswahili kizuri angesema Mungu mkubwa. Wewe na yeye hamna lolote. Umemfunika ndio maana kama haya ninayosema ni ya uongo. Ondoa kidogo ulinzi hapo, nikuumbue. Sasa unachoshangaa ni kwamba Mungu anampa kibali na kweli anaenda anamwambia tu, anampa kibali lakini anamwekea masharti. Ndio. Usimguse. Na aya zinazofuata pale upendi kuzisoma. Maana ni za yule mtu anakuja, tulikuwa tuko kwenye nini nini kikatokea, wamekufa wote, nimebaki mimi kuleta taarifa. Mnyororo wa kutoka kwa watoto kwenda kwa mifugo kwenda kwa mali yani kila upande. Ndio. Na baada ya pale sikusoma sura ya 2 inaonyesha akarudi akasema, Mungu akamwambia, si umeona nilichokwambia? Akasema na lolote. Ni hiyo afya tu nani uliozingira. Unajiuliza, kwani Mungu haoni kama hii imeshathibitisha? Shida si Mungu kuona, shida ni sisi na dunia yote na jamii yote ya malaika ijue aina ya huyo anayedai kwamba ndiye mwenye haki. Na kwa hiyo Mungu anaidhinisha tena, Ayubu anaguswa. Mnajua mwili wote majipu. Analia Ayubu, anateseka. Wakati mwingine unajiuliza, sasa hii kama hujui juu ya pambano kuu, utakuwa unajiuliza sasa hii inamsaidiaje Mungu? Anadhihirishaje upendo wake katika hii? Sasa ndio tunajua. Ngoja nisome vitu vichache hapa hata kwa kuvitaja tu. Kimoja, tunaona kabisa kwamba kuliwekwa masharti ya pambano. Naweza kusema sasa kwamba hayakufanywa kati ya Mungu na Ibilisi tu, lakini yalifanywa mbele ya wengine. Maana anapokuja mazungumzo haya ni kwamba yanazungumzwa na Mungu wazi, na yule anajibu wazi, na masharti yanawekwa wazi ili wawepo kama watazamaji kuona. Utadhani ni wale wanaofanya watazamaji wa uchaguzi waangalizi, wasimamizi na waangalizi, ili waone, waandike taarifa kwamba kwa kweli sheria zilikuwa ni hivi, ziliwekwa wazi na walienda wakafanya. Na hicho ni kitu kimoja. Na pili, haya masharti hayafanywi kiimla. Yaani Mungu aseme tu nimesema hivi. Yule anatoa hoja.
Hoja yake ni kwamba umemzingira. Mimi madai yangu yanaweza kuthibitika vizuri kama ungemuondolea kitu fulani. Na Mungu anasema, ni hivi. Mimi ninachosema ni kwamba ni mwaminifu. Lakini ili uthibitike ninaruhusu. Lakini anaweka masharti. Ndio. Lakini ya masharti machungu. Machungu kwa sababu watoto wa Ayubu waliuawa. Yeah. Na watoto hawezi kuwarudisha hivi, lakini watarudi katika ufalme wa Mungu. Naamini. Kwa hiyo ni machungu. Kwa hiyo utaona wanajadili. Si kwamba ni Mungu amemletea tu karatasi hii nasema hivi, huyu anasema ni hivi, ambia okay, nenda lakini ishie hapa. Na wale wanaoshuhudia wanashuhudia. Jambo la tatu linaloonekana ni kwamba wakati Mungu akitangaza, shetani anadai kwamba Ayubu anaonekana kumcha Mungu kwa sababu tu anamlinda. Hili ni sawa na kashfa. Of course nilikuwa nimeisema kwamba anamshutumu Mungu na Ayubu. Lakini jambo la 4, shetani anadai kwamba ulinzi wa Mungu kwa Ayubu si haki na hufanya isiwezekane kwa shetani kuthibitisha madai yake. Hili linaonyesha baadhi ya mipaka iliyopo kwa shetani, masharti ya pambano. Sasa ninaweza kusoma labda pale chini sehemu 2 tu. Anasema Mungu anajibu shutuma za shetani mbele za baraza la mbinguni kwa kumruhusu shetani ajaribu nadharia yake, lakini ndani ya mipaka. Kwanza anampa shetani mamlaka juu ya yote aliyonayo, lakini anamzuia asimdhuru Ayubu mwenyewe. Baadaye anamruhusu amguse, lakini asiguse uhai wake. Tunajifunza mambo mengi hapa, kama vile kwamba kuna masharti ya kushindana katika pambano la ulimwengu mzima. Lakini jambo la pili, kuna vigezo katika mahakama ya mbinguni ambapo madai yaliyotolewa dhidi ya Mungu yanaweza kuamliwa, lakini bila Mungu kukiuka kanuni takatifu zitokanazo na upendo, msingi wa serikali ya Mungu na jinsi anavyotawala ulimwengu na viumbe wake viumbe wenye akili ndani yake. Niseme mwenyekiti, pambano kuu. Ndio. Masharti yapo. Mengine hata hatujui. Mengine hatujui, yanajulikana kwa hekima ya Mungu, yanajulikana kwao. Shetani anayajua, malaika wanajua. Yanagusa mpaka malaika. Kuna mipaka. Mipaka. Unajua nilikuwa naudhika sana, shetani anamuuliza Yesu kwamba kama ni mwana wa Mungu, sui kula jitupe. Hivi huyu anasahau kwamba si mwana wa Mungu. Kumbe ni kwa sababu ameruhusiwa tu. Na yeye anaona kama amepewa mamlaka, lakini kimsingi ndio njia ya kummaliza ili adhihirishe. Nachoweza kusema hapa ni kwamba Mungu pamoja na kwamba Mungu anaruhusu nyakati nyingine kama sehemu ya pambano kuu tunaumia. Nataka kuwa na uhakika hata yeye aliumia. Unajua jinsi Mungu alivyoumia wakati Yesu anakufa msalabani? Ndio. Wakati Yesu akiteseka kwa sababu ya dhambi. Na yote hii ni kwa sababu ya haya. Kwa utaona kwamba Mungu anaumia, lakini anaumia ili kufanya haki ijulikane, na ili baada ya pale ieleweke kabisa kwamba Mungu alikuwa mwenye haki na ni mwenye haki daima, na uovu ukomeshwe milele. Kizuri ni kwamba hata pale tunapoumia kuna matumaini kwamba mwisho wa yote Mungu atafuta kila chozi na tutakuwa salama. Amen. Asante sana kwa kutupatia matumaini hayo katika somo hili ya mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako, kuna maswali mawili ambayo pia yanashabihiana. Okay. Na ndio nimekuuliza haya kwa pamoja kwamba kwa nini Mungu ampe shetani mamlaka yote katika pambano la ulimwengu wote, hata ikiwa ni kwa muda tu fulani, lakini alimpatia mamlaka. Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili ambalo pia ningehitaji ufafanuzi kwa muktadha wa somo letu la juma hili ni kwamba hili linatuambia nini kuhusu namna Mungu anavyojibu shutuma zile za shetani. Haya ni mawili lakini yanashabihiana, maswali mawili tofauti. Karibu sana mchungaji Tuvako. Mwenyekiti, nakushukuru. Maswali magumu kidogo. Ndio. Swala la mamlaka. Naam. Hatujui ni yote kabisa au ni kiasi gani. Lakini ukweli ni kwamba kwa sayari dunia alimpa mamlaka kwa sababu tulichagua. Ndio.
ninayaongea haya na kuyasema kwa tahadhari sana, kwa sababu Mungu hakukusudia kwamba hii sayari na sisi tuumbwe kwa mfano na sura yake, halafu tukae chini ya Ibilisi. Hakukusudia kwamba tangu mwanzo alipomuumba Adamu alimpatia mamlaka ya kutawala na kuvitiisha vitu vyote katika sayari dunia. Adamu alipotenda dhambi alikabidhi mahali pasipofaa ufunguo ambao Bwana Mungu alimpatia kama wakili wake. Na hivyo kwa hakika mamlaka ambayo Ibilisi anaonekana kuelezewa katika somo letu la juma hili ni mamlaka ya muda tu. Ya muda tu, tena kipindi kifupi. Katika historia ya ulimwengu ni kipindi kifupi. Tena anayachukua kwa namna haramu. Na niseme maneno haya kwa kunukuu haya yafuatayo. Katika ukurasa wa 126 kwenye mwongozo wetu anasema hivi: Shetani na washirika wake wamepewa mamlaka muhimu kwa muda katika ulimwengu huu, wakiwa na mipaka kulingana na aina fulani ya masharti ya pambano. Masharti haya ya pambano si kwamba yanazuia utendaji wa adui, yani Shetani na washirika wake, lakini pia yanaweka ukomo utendaji wa Mungu wa kuondoa au kupunguza uovu ambao kwa muda unaangukia ndani ya mamlaka ya adui. Ni kwa muda tu. Na hivyo jambo hili ni la kwanza, linaonyesha bayana kwamba tumechagua kwa kutenda dhambi kwetu, tukampatia ufunguo na anafanya kana kwamba ndiye mwenye mamlaka. Nilipenda mchungaji Mika aliporejea juu ya namna alivyokuja na yale majaribu yale majaribu 13. Luka ndiye anayeiweka hivi kabisa, anasema kwa sababu haya yote yamewekwa mkononi mwangu. Kile ambacho Mathayo akisema hivyo, lakini Luka yana akisema kwa namna hiyo. Lakini kwa maana hii kwamba amezoea kuyatumia hivyo tangu ameingia hapa, kwa sababu ya kukubali Adamu na Hawa kwamba yani wadanganywe naye, na akapata hiyo nafasi. Na hivyo katika kuipata hiyo anaonekana kama Bwana Yesu anavyomsema. Sitasoma sasa hivi kila aya, lakini Yohana 12 aya ya 31 na pia Yohana 14 aya ya 30 inamsema Bwana Yesu Kristo mwenyewe akimnukuu, akimsema huyu ndiye mkuu wa ulimwengu huu. Lakini kwa kweli akimaanisha mmemkubali, tumemkubali hapa katika sayari hii, na ameplay, anafanya nafasi, anachukua jukumu kama vile ndiye mkuu. Na ndio maana anaonekana kwenye wana wa Mungu walipokusanyika, ambapo mwanazuoni ambaye anafafanua vizuri ile Ayubu 1, nilipenda anavyoiweka kwamba inawezekana kabisa kwamba hata ule mkutano wa kumjadili Ayubu haukuwa mbinguni. Maana alishatupwa kulingana na Ufunuo 12. Na hivyo inawezekana ni kwenye sayari mahali pengine. Mungu ana maeneo mengi ya kuweza kukutana na watoto wake. Lakini sasa anaonekana ndio kama mkuu wa ulimwengu huu, yaani mkuu wa dunia hii. Sasa nimalize kwa yafuatayo, mwenyekiti. Kwa sasa kama mkuu, lakini Mungu pia anajiwekea kikomo katika hii shughuli ya pambano. Ndio. Kwa mfano, ninachukua haya tu anuai hivi. Waebrania 6:18 anasema Mungu hawezi kusema uongo. Hivyo hawezi kucheza mchezo kwa namna yule mwingine anacheza hapa. Hawezi. Amejiwekea mipaka kwa sababu ya tabia yake. Ndivyo alivyo. Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Hivyo ndivyo Yakobo 1:13 inavyosema. Ni mipaka natural, mipaka ya asili Mungu alionayo. Lakini pia katika namna hiyo hiyo, katika hii vurugu pia inayoendelea hapa, Mungu hawezi kuingilia kile ambacho amekupa nafasi ya kufanya uchaguzi juu yake. Hakuchagulii, anakuonesha, anakupa fursa. Na nimalizie hiyo kwa kuangalia hiyo ibara ya mwisho ya ukurasa 126 anaposema mipaka hii inajumuisha angalau kutoa uhuru wa kuchagua kwa viumbe wake. 2,
kanuni za kiagano za makabiliano ambazo hazijafunuliwa kwetu angalau kwa sasa. Hatujui kila kitu, lakini kwa kiasi tunachojua, ukurasa wa 132 unasema mwanadamu aliangukia kuwa ni mateka halali wa shetani kwa sababu ya uchaguzi wake, na hivyo kwa uchaguzi huo anafanywa yeye ndiye mkuu wa dunia hii kwa sasa. Ndio. Asante sana mchungaji Tuvako, masharti ya pambano. Na mchungaji Mika, je, licha ya kuwepo imani na maombi kama sehemu muhimu sana ya maisha ya Mkristo, naishi na imani pamoja na maombi, tunajifunza nini kulingana na somo la juma hili kuhusu mipaka na masharti ambayo yanayowekwa na Mungu? Tulishaanza kugusia mwanzoni mipaka pamoja na masharti. Karibu sana mchungaji Mika. Asante. Moja vitu tunavyoona juma hili ni kwamba pambano kuu hili ni juu ya tabia ya Mungu. Ndio. Tabia ya Mungu imeshutumiwa. Kuna madai ya uongo yanayohusiana na tabia ya Mungu, uzushi wa Ibilisi. Na haya namna ya kushughulika nayo sio kuyazima au kutoa tamko la onyo, ni kutoa nafasi kwa kile ambacho sana huku duniani tunasema utawala wa haki. Maana hata mwongozo wetu unazungumzia upendo na haki ya Mungu. Ndio. Na Mungu alikubali kwamba yathibitishwe. Yathibitishwe. Na huku kuthibitisha ndiko kunakoleta hii ambayo tunajadili leo, masharti ya mapambano, masharti ya pambano. Apewe nafasi adhihirike. Ndio. Nafurahi kwamba imerudiwa sana. Lakini ngoja nisome hapa Marko 6:5 kwa kifupi, mwenyekiti nafikiri mtamudu. 6:5 anasema, wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Kwa nazungumzia Yesu kule nyumbani kwao ambako hawakumjali. Yes. Akashindwa kufanya kwa sababu anaheshimu uhuru wao. Na sehemu nyingine ambayo nilitaka niisome ni katika Marko hiyo 9:29 anasema, akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Labda hapo ndipo ulipojenga swali lako mwenyekiti. Kwa sababu ya masharti ya pambano, ni kawaida Mungu ameahidi tukiomba atajibu na atatutendea haki. Nimependa pastor amesema masharti yanazingatia agano. Kanuni zile za agano kwa kweli yanazingatia upendo wa Mungu na haki yake. Ndio. Na kutokana na masharti hayo hata Mungu mwenyewe amejiwekea mipaka. Kuna maelezo hapa ambayo nitaka nisome sentence moja mwenyekiti. Ingawa vingine unaweza ukaomba ukashangaa, mbona hapa sasa Mungu hakujibu? Kwa nini ameruhusu hiki? Mbona kwa kawaida anajibu? Anasema hivi, kuna masharti fulani ya pambano katika pambano kuu yanayowekea ukomo kile ambacho Mungu anaweza kufanya kimaadili angalau kwa sasa. Ndio. Sisi tuamini yote Mungu anayoruhusu ni mema kwetu. Mengine hatuyajui, tutakapojua tutagundua kwamba kumbe ilikuwa vizuri afanye hivyo. Naam. Asante sana mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako, tunapohitimisha kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, mwanadamu kuwa mateka halali wa shetani, hii inamaanisha nini hasa? Karibu sana. Asante mwenyekiti. Nadhani somo letu juma hili limetuongoza kuona jinsi ambavyo kwa namna ambavyo Mungu mwenyewe amejiwekea hata masharti hayo, anajibu shutuma hata za yule mwovu juu ya tabia yake ya kwamba yeye ni dikteta, yeye ni wakimla, yeye si upendo. Na hivyo kwa namna gani tunaona jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kuwa mateka halali? Ni kwa kuchagua kuwa chini ya Ibilisi, kwa kuamua kutomchagua yeye aliye Mwokozi, aliye upendo na aliye muumba wetu. Na nikisoma hiyo kauli kwenye ukurasa 128 anasema mwanadamu aliyeanguka anakuwa ni mateka halali wa shetani. Hivyo tunapewa fursa moja mwenyekiti, tumchague mfalme mshindi Mikaeli. Tukimchagua kwa imani, tumeingia kwa mshindi, tumeokolewa, tumeshinda pambano kwa masharti yaliyo haki.
Asante sana mchungaji Tuvako, na nikushukuru sana mchungaji Mika katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mungu aweze kubariki sana. Amen. Na nikushukuru pia mpendwa mtazamaji na msikilizaji kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapohitimisha kipindi chetu, ni kuombe mchungaji Mika uweze kutufungia kwa ombi. Karibu sana. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa ajili ya mjadala huu wa leo. Amina. Asante kwa namna ambavyo unatufunulia juu ya haki yako na upendo wako. Amina. Asante Baba kwa jinsi ambavyo umeshughulika na tatizo la dhambi. Amina. Hata kwa namna ambayo inakugharimu wewe na hata kugharimu watoto wako, lakini kwa nia ya kuleta utatuzi wa milele. Tusaidie Baba kukutumaini na kukuamini. Hata nyakati ambapo hatuelewi kwa nini unakuwa umefanya uamuzi ule. Maana neno lako linatuonyesha kwamba yote unayofanya ni kwa ajili ya wema wetu. Lakini naomba tusaidie Baba kuchagua kuwa upande wako. Amina. Upande wa ushindi. Amen. Sisi tuliojadili na mpenzi mtazamaji aliyetazama na kusikiliza, asiwepo ambaye atakaa upande wa ibilisi na mwishowe kuishia katika majuto. Asante Baba, katika jina la Yesu. Amina. Amen. Amen.